Aidha, udhibiti wa udokozi wa matumizi mabaya nao umeendelea kupungua. Hongereni. Sio kuondoka bali kupungua, unaendelea kupungua. Kwenye taarifa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu alizokuja kunipa juzi hapa, ameona hakuna matokeo ya kutoa hati mbaya kwa serikali za mitaa, lakini bado ameona kuna vijikasoro ambavyo mtavisikia kesho kutwa atakapokuja kuwasilisha taarifa yake. Kwa niseme bado tumefanya vizuri, hongereni sana, lakini bado tuongeze juhudi ya kufanya vizuri zaidi. Pamoja na mafanikio hayo, tunatakiwa kushughulikia suala la matumizi ya tehama. Na nimefurahi sana nilipopita mabanda ya maonyesho, ndugu yangu yule Kitali alinionyesha mifumo inayotumika ndani ya TAMISEMI. Amenionyesha jinsi TAMISEMI inavyosomana na taasisi nyingine. Amenionyesha jinsi mnavyofuatilia matumizi ya rasilimali sasa hivi. Kwenye mitandao najua halmashauri gani imepewa kiasi gani, zipi zimekwenda kutumika wapi, zipi zimebaki, nani kalipwa nini. Hilo limenipa faraja sana. Na nataka msimamie mifumo hiyo ili kazi hiyo itendeke kwa uadilifu na fedha za serikali, ile value for money ya miradi tunaoleta huko ionekane. Fedha itumike vile ilivyotarajiwa. Na washukuru sana na wapongeza kwa hili mlilolifanya. Lakini pamoja na vyanzo tulivyo navyo, nitoe rai kwenu kubuni vyanzo vipya. Mbuni vyanzo vipya vya mapato na msimamie ipasavyo makusanyo, hususan maeneo ya majiji na miji midogo ambapo naamini tunaweza kufanya vizuri zaidi. Vile vile ni kuombeeni viongozi wa ALAT, swala la matumizi mabaya ya fedha za umma na ulegevu kwenye makusanyo ya mapato, fikishieni, yani vishikieni bango, simamieni. Mmesimamia mengine vizuri kama mwenyekiti ulivyosema, hili nalo linataka kusimamiwa vizuri. Jambo la pili tunalopaswa kulifanyia kazi ni usimamizi wa sheria na sheria ndogo katika maeneo yetu. Tunatunga sheria katika maeneo yetu, sheria mbalimbali, tumepewa wajibu huo kisheria, lakini kwenye usimamizi tunakuwa wadhaifu sana. Mengi yanayotokea ni kwa sababu hakuna usimamizi wa sheria hizo. Kwa mfano, kuna sheria kwamba mtu anapotaka kujenga, iwe makazi au makazi na biashara au biashara, lazima aende halmashauri apate kibali, apeleke ramani, apeleke anachotaka kufanya, anapewa kibali, na baada ya kupita kwenye bodi sijui za wa engineer na nani anapewa kibali. Lakini kibali kikishatoka, mtu yule anakwenda kujenga anavyotaka yeye. Anageuza kabisa kile kibali, ruhusa aliyopewa kwenye kibali, anajenga kitu kingine kabisa. Lakini halmashauri kuna wanani wanaitwa hawa maengineer, mnawaita wanani? Wahandisi. Kuna wahandisi, kuna wasimamizi, kuna nani, na kazi yao ni kuzunguka kwenye maeneo yao kuona kama vibali vilivyotolewa vinatekelezwa kama vilivyotoka. Hapana. Kuna majumba yanajengwa ajabu. Mfano mzuri eneo la Kariakoo. Halmashauri kule, iwe ya jiji la Dar es Salaam au halmashauri nyingine, wanatoa vibali. Mtu akisha kukipata kibali, anakwenda kujenga nyumba aliyopewa kibali, lakini na rumbesa juu. Rumbesa zimeacha sasa kwa za mazao ya kilimo, zinakwenda kwenye ujenzi. Unaona kabisa nyumba imejengwa lakini ina kishubaka kimeongezwa juu. Kwa hiyo ndugu zangu, twendeni tukasimamieni sheria zetu. Wakati mwingine sheria zinavunjwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe watunga sheria. Unaingia kwenye biashara, unaingia kwenye ujenzi, wewe mwenyewe unavunja sheria mlizozitunga. Hili twendeni tukalisimamie kwa dhati kabisa na tulifanyie kazi. Mamlaka za kutengeneza sheria, yani kama nilivyosema, kama mlivyokasimiwa, nendeni mkazisimamie. Haipendezi
kuona kwamba mmepewa mamlaka haya kwa heshima kabisa, lakini kazi haifanyiki vizuri. Jambo la tatu ni suala la uwekezaji. Huko nyuma tuliambizana kwamba kila halmashauri, at least wilaya na halmashauri zake, kutenga maeneo ya uwekezaji. Nadhani yametengwa. Maeneo mengine yametengwa, maeneo mengine hayakutengwa, lakini kuna maeneo ambayo yametengwa. Sasa baada ya kutengwa, matumizi ya maeneo yale, je, yanasimamiwa kubaki kwamba ya uwekezaji, au baada ya kuona wawekezaji hawaji, maeneo yamegeuziwa matumizi? Nataka kuambia kwamba sasa hivi nchi yetu imefunguka. Tanzania imefunguka. Biashara imefunguka. Uwekezaji umefunguka. Maeneo haya ni maeneo mali kwenye maeneo yenu. Sasa mwekezaji anapofika Tanzania, anakwenda TIC kutafuta vibali. Akisha kupata vibali, kinachofuata ni ardhi. Ardhi iko wapi? Na inategemea mradi gani anataka. Inawezekana mradi anataka kuwekeza uko kwenye eneo lako,